Mseto, Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV. Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu katika kipindi cha Darasa Mseto, kipindi chenye upembuzi yakinifu ambacho kinajikita katika masuala mbalimbali yanayotokea katika jamii. Mtazamaji, katika kipindi cha leo tunazungumzia umuhimu wa vijana katika kulinda amani ya nchi. Na yote hii ni katika kuwafanya vijana kutambua thamani au umuhimu wa kulinda amani ya nchi, ikizingatiwa kwamba kundi la vijana ni kundi kubwa ambalo linategemewa katika kuleta maendeleo ya nchi. Mimi ni Esther Amandus Zelamula na kusiwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana. Mtazamaji wa Darasa Mseto, ni ukweli usiopingika kwamba maendeleo yoyote yale ya nchi duniani yanaweza kupatikana iwapo amani inatawala. Na kwa hapa nchini Tanzania tumeshuhudia jitihada ambazo zinafanywa na serikali katika kuhakikisha kwamba mahitaji ya jamii wakiwemo vijana yanapatikana. Na leo tumezungumza na vijana kufahamu mtazamo wao katika kulinda amani, lakini vile vile matamanio yao kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo ya nchi kwao vijana na jamii nzima inayowazunguka. Na moja kwa moja ni mwalike mwenzangu Hendy Kavirondo aliyeko kule Mwanza atufahamishe vijana wanasema nini kuhusu amani ya taifa. Karibu sana Hendy Kavirondo. Asante sana Esther Zelamula kutoka jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Henry Kavirondo. Hapa jijini Mwanza katika Darasa Mseto ninakutana na makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo vijana kuzungumzia namna ya kulinda amani ya taifa, lakini vile vile mahitaji yao kutoka serikali kuu. Ili kufahamu haya nipo katika viunga mbalimbali vya jiji la Mwanza kuzungumza na makundi haya. Kitu pekee ambacho mimi ningependa kuwaomba vijana wenzangu kwamba tujaribu kwa hali na mali kuitunza amani tulionayo, kwa sababu amani tulionayo hii tukipoteza si jambo rahisi kuirudisha, wala tusipotoshwe na kudanganywa na vitu vya kupita, aidha magenge ya watu, aidha nini, kwa sababu yote kwa yote yanakuja kutukalimu sisi vijana. Iweje vyote vinakuja sisi vijana. Kwa hiyo ningependa kushauri sana vijana tusirubunike wala tusidanganyike, isipokuwa tujaribu kukaa vizuri kwenye majukumu yetu ya kawaida na hizi biashara zetu ndogo ambazo zitatuingizia kipato kidogo na pia kitatusaidia kutoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Na pia ningeomba serikali isitusahau sisi vijana, ijaribu kutupa kipaumbele, kwa sababu maisha yetu kiuhalisia ni maisha ambayo ni hapo chini sana. Kila tunapogusa ni kama hatutakiwi. Tukija kwenye umachinga pia maeneo tuliofanyia kazi nayo ndio kama hivi, mara tunaambiwa hapa hatakiwi, ondoleeni, fanyeni nini. Kwa hiyo yote hii inatugusa vijana, ila amani ni kitu cha msingi kuliko kitu chochote kile, na wenye jukumu la kulinda amani hii ni sisi wenyewe vijana, sisi kwa sisi. Madhara yaliyotokea ni makubwa, tukianzia kwa vijana, hasa wengi ni vijana. Tumeshuhudia watu wamepoteza maisha, wengine wamejeruhiwa, na wengine mpaka sasa hivi wako magerezani kwa ajili ya kufuata ile miemuko ya kwenye makundirika. Kwa hiyo mimi nilikuwa na vijana tufanye kazi kama mtu una elimu yako ambayo umesoma kwamba unahakikisha kwamba hapa nimesomea kitu changu fulani kinaweza kusaidia kwa ajili ya kuendesha maisha yangu, basi tufanye kile ambacho kifanyaje kinaendesha maisha yako kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa, kuliko kujiingiza kwenye masuala ambayo yanaleta mivurugano. Kwa mfano kama hii iliyotokea ni hasara kubwa sana tumepata. Hata ajira zenyewe sasa hivi nafikiri watu wamepunguza kutoka kwa upande wa sekta binafsi
kutolea matatizo kama hasa waliokuwa labda ambao kwenye zile sekta ambazo labda zimepata madhara zaidi sana, kwa mfano kwenye sheri za mafuta, sijui kwenye kule mwendo kasi, mpaka sasa bado hali haijatulia vizuri. Mimi nipende kuwashauri vijana wenzangu na wakazi wote wa taifa hili kwamba hasa wazazi vijana wanapokuwa wako kwenye maisha yao kutafuta maisha hasa mashuleni, tujaribu kuambia kwamba wasome vitu ambavyo vinafanyaje, ambavyo vinaleta, ambavyo hata akimaliza chuo anaweza kupata fursa nyingine kuliko kutegemea kuajiriwa serikalini. Wakati huo ukiwa ni mtazamo wao kuhusu namna bora ya kutunza amani ya taifa. Je, nini matarajio yao kwa serikali ya awamu ya 6? Serikali kama mimi kiupande wangu, lakini tungeomba kama kuna uwezekano wa mikopo, vijana tupate mikopo, tuendelee na mambo mengine, tuachane na masuala ya kukaa mtaani. Ninadhani ndio nani langu, wazo langu hilo. Watoto wa mtaani hawa shikashika si unawaelewa, hawawezi wakaisha, ila kama mama akitoa fursa huku na huku, vijana kama hivi machinga tunakopeshwa, tunaongezewa kidogo, tunajituma kama vijana. Na unawashauri nini sasa vijana wenzako? Vijana wenzangu wapige kazi tu, maana siku zote wanapofanya juhudi katika utafutaji ndio mwenendo mzuri wa maisha yako. Kwa vijana tuendelee kupiga kazi, tuendelee kupiga kazi, tusikae tunanyoshiana vidole kwamba labda mama akafanya hivi au rais kafanya hivi au kiongozi fulani kafanya hivi. Nafikiri miaka yote tangu utawala wa baba wa taifa, hakuna rais yote ashakuja akapita nyumba hadi nyumba kumpa mtu chakula. Unaona, isipokuwa wanatengeneza miundombinu, wanatengeneza vitu ambavyo vinaweza kusababisha sisi kama wananchi tuweze kutafuta kipato chetu kwa njia ambayo iliyo sahihi. Mahitaji ya vijana kiufupi, vijana wengi wanapenda wasikilizwe. Cha kwanza wasikilizwe, zeni wapewe motivation, yani wana vitu ambavyo vitakuwepo kwa muda huo wapewe, na zeni muvione hivyo vitu. Lakini kuna wengine japo hawajui na jui kitu ambacho hajasikilizwa, lakini anataka kulalamika, hajaleta maoni na nini, lakini analalamika. Ila nilikuwa na shauri walete maoni, zeni wasikilizwe. Nadhani watasikilizwa, nadhani serikali haiwezi kumwacha mtu kumsikiliza, itamsikiliza. Zeni nadhani maoni hayo yatakuja kupatiwa ufumbuzi na wenyewe wataona matokeo ya serikali yakoje. Katika siku za hivi karibuni zilijitokeza athari nyingi hasa za maeneo mbalimbali kuharibika, lakini vile vituo vya mafuta kuchomwa moto. Hali hii ilisababisha baadhi ya makundi mbalimbali kukosa ajira. Je, Watanzania wanazungumziaje hali hii baada ya kujitokeza? Kwa mambo yaliyotokea hivi karibuni, kwa kweli hayapendeza na sio tamaduni wetu. Tumezoea kuishi kwa amani, mpendo na mshikamano. Ndio maisha yanabadilika, na sasa hizi Tanzania mwaka 61 sio Tanzania sasa hizi. Population inazidi kuongezeka, ajira ni zile zile. Kwa hiyo hatuwezi kupata mabadiliko kwa haraka bila kujipanga. Na kuna njia stahiki za kuweza kujipanga kutaka mabadiliko. Sio njia tulizotumia za kuwashasha vitu vya watu moto, kuchoma vitu vya biashara. Sasa mimi mwenyewe pia imeniathiri kama mfanyakazi. Mimi mwenyewe pia nilisoma, nikapata ajira, nikasubiria kupata ajira. Lakini kila kitu kina muda wake. Kwa hiyo ninachoona kitu kikubwa cha vijana kufanya ni kuweza kupeleka malalamiko yao mbele, watu wafanyie kazi. Lakini kwa staili ambayo inakwenda vurugu, hatutafika kote, nazidi kuharibu nchi yetu. Watu wamechoma mwendo kasi, wamechoma barabara. Mwisho wake nini? Na vitu vyote hivi wanatumia tu hali ya chini. Unachoma basi ambalo linakusaidia ile mwendo kasi. Ndio expect unaienda Tanzania, unabomoa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania izidi kwenda mbele. Haya maendeleo yanafanywa, tutafika wakati tutakuwa kama nchi za Ulaya. Lakini inabidi tupate muda pia. Kwa hiyo naona itumike hekima na busara. Mimi kwa maoni yangu katika vijana wenzangu, naomba wasije wakajihusisha sana na makundi. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikasababisha kupata matatizo, ambapo yani ukiangalia asilimia kubwa vijana wengi ambao wanaasiriwa sana na hii mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ndio inayosababisha vijana wengi kuharibika sana. Kwa hiyo tunaomba vijana tuachane na mambo ya makundi, tudiri na kazi ambazo zinaweza kutupatia kipato chetu.
Kwa mfano kijana yoyote anaweza akajitolea maeneo ya gereji akapata kazi yake na anapata hela yake kwa ajili ya kujikimu. Fungua kijiwe kako kadogo sana ambako kanaweza kawa kana kuingizia kipato, ambapo wengine tunaanza kutengeneza vikundi ambao mama anaweza akawapa mikopo fulani kwa ajili ya kujikimu. Kwa hiyo tunaomba vijana wenzangu ambao tunajihusisha sana sana na makundi ambao sio mazuri tuachane nayo. Naomba. Ndio. Na je, kama kijana umejipangaje kuendelea kuilinda amani ya taifa lako? Mimi kama kijana wenzangu, mimi nitakaa na vijana wenzangu, tutashauriana kwamba jamani, katika kulinda amani yetu inatakiwa tujikite na kazi zetu hizi ndogo ndogo ambao tunaziingizia kipato, tuachane na mambo ambayo sio mazuri. Lakini katika hili wenye hekima zao hawakusita kueleza mitazamo walionayo. Hili ni jambo nyeti sana na ni jambo muhimu, ambapo tunaangalia mpaka leo hii tuna almost karibia miaka 64 wazee wetu wameweza kutusaidia kuweza kuilinda amani. Hivyo basi kama kijana ninapenda kuhimiza vijana wenzangu tuweze kuidumisha na kuilinda hii amani, ili na sisi tutakapofika umri wa uzee wetu, na sisi naye vijana watakaokuwepo kwa wakati huo waweze kutusifu na kuweza kutupongeza kwa amani ambayo tumeweza kuilinda. Kitu ambacho na wasii hasa vijana wenzangu, tujiepushe na makundirika, kwani makundirika ndio ambayo yanaweza kuchochea uvunjifu wa amani. Hivyo basi ninawashauri tuweze kufanya kazi, na hizo kazi sio lazima uweze kuajiriwa tu na serikali, hapana. Pia ukaweza kujitolea kwenye sehemu mbalimbali. Mfano kuna magereji, kuna mashirika binafsi ambayo yana kazi tofauti tofauti. Sio lazima uwe na kazi yenye mshahara mkubwa, hapana. Ila ukiwa na kazi ile ambayo kijana kwa siku kiamka asubuhi ukaenda ukajishughulisha, jioni ukarudi nyumbani kwa ajili ya mambo yako, mimi nina imani hatutafikia kwenye huu mchakato kama ambao umetokea hapo kipindi cha nyuma. Napenda kushauri vijana wenzangu waendelee kudumisha amani ambayo tulikuta, amani ambayo tulikuwa nayo. Tutumie fursa zetu kama vijana kupitia mambo ambayo serikali inatutengenezea. Kwa mfano kama sasa hivi serikali inapambana sana na vijana, inatoa mikopo kwa vijana kupitia halmashauri mbalimbali. Kwa hiyo vijana wanaweza wakatumia hizo fursa, kutumia hiyo mikopo kwa ajili ya kuendeleza kibiashara zao. Kama unaona hakuna ajira, jaribu hata kutengenezeni hata makundi kule, mwende mkakutane, mkapate kushauriana, muweze kupata mikopo na muweze kufanya kitu ambacho kitawasaidia kuendelea kujikwamua kutoka pale mlipo, na hii inaweza ikasaidia sana kuendelea kudumisha amani yetu tulionayo. Hapo cha kuwashauri vijana ni kuweza kurudi katika msingi ile ya malezi bora ya kijamii na kufuata maelekezo ya wazazi ili kuweza kujiepusha na makundi mabovu na ushauri ambao sio watija katika jamii. Wazazi chote msingi zaidi. Wazazi wafanye nini ili kuondosha mazingira kama haya? Nadhani wazazi tuna tija sasa ya kuweza kukaa pamoja na familia zetu ili kuweza kuwajenga kijamii zaidi na kuweza kuwatoa katika zile mila tofauti potofu ili waweze kurudi katika zile mila zinazohitajika katika jamii. Cha msingi ni kuweza kukaa meza moja na viongozi kuweza kufikisha ujumbe wao na kuweza kutatua matatizo yao. Makundi katika ile mazungumzo yao wanakuwa wanajadiliana kuhusu serikali itendi hiki mara hiki, kwa sababu nadhani si sawa wanavyozani wao. Naona kama serikali inajitahidi kupitia, kwa mfano kuna namba za NIDA, kila machinga watu mbalimbali usao wana namba zao za NIDA, wangetumia mfumo kama ule labda wa kibenki waaje, ili kupitia kwa wafanyabiashara sio wadogo kujua changamoto zetu, kuweza kutupatia nini hiyo mikopo. Hata kama ikitokea hiyo mikopo, sisi mara nyingi sana wafanyabiashara wadogo wao tunasikia imetoka mikopo, basi watu wajue huko wanaojuana wao kwa wao wanapiga. Kwa mfano ndugu yangu, sio kupata mkopo, sio wao unasikia tu kwenye radio tu. Kwa ndio hivyo, si changamoto zetu bana ziko nyingi sana. Kwa mfano changamoto nyingine ni upande wa masoko. Unaona, masoko sisi kweli minadani tunamshukuru Mungu, kweli chochote tunapata, riziki ya kula na watoto tunaendelea vizuri. Ila upande wa masoko, kwa mfano kama masoko wanatenga, unakuta
kaeneo kwa kupangia kanakuwa ni kadogo kama hivi. Just imagine for instance, angalia meza ya bwana mheshimiwa, kuna meza yangu hii hapa. Sasa kama meza ya bwana hapa inaweza kuwa kama ni meza 2 au 3. Kwa unajikuta hata kama unakamtaji kakuja kujitanua kanakuwa akapo. Unaona? Lakini kwa sisi kama sisi, kwa mfano serikali ina mpango huu wa kutenga sehemu moja kibiashara. Sasa kama sisi, yani kulingana na wananchi tulivyokuwa wengi, hasa wafanyabiashara kwa mkoa wa Mwanza, tuko wengi sana. Yani siku moja kuna minada zaidi ya 3, 4, 5. Sasa kwa mfano kama hapa Igogo hapa, wanaitenga ile eneo kwa ajili ya kutuwekea sio wafanyabiashara. Waliopo tu hapo tu Igogo tayari wameshajaa. Je, sisi tulioko minadani tunaweza tukaweka biashara zetu wapi? Unaona? Ila kwa kupitia si minada tunaenda huku, tunarudi huku, tunaenda huku, tunarudi huku. Sisi tumefurahia tuna hiki. Tulikuwa tunaweza kuichangia serikali, sisi machinga. Tukiendelea na shughuli zetu kama kawaida tu, tunaenda mnada huu, tunarudi mnada huu, tunaenda mnada huu, tunaenda mnada huu. Basi siko tunafanya vizuri. Lakini sehemu ya kutupangia sehemu moja, sawa ni nzuri, wanadhibiti mapato, serikali inapata mapato, lakini kwa sisi wafanyabiashara sio wadogo wadogo, vieneo vya kufanyia biashara vinakuwa ni vidogo. Wazazi wanaona ipo haja ya kujifunza kuanzia ngazi ya familia. Tumeona wenyewe kabisa utulivu wa kutosha kabisa, amani imetawala kila sehemu. Wengi wamejiuliza maswali, hii inatokana na nini? Lakini kwa sisi viongozi wa dini, nijisemee mwenyewe, tumekuwa kwenye kuombea jambo hili muda mrefu sana. Watu wetu wawe na utulivu, tuwe katika hali yenyewe ya utamaduni wetu na mila na desturi zetu wa Tanzania, ni amani, ni utulivu. Hatujazoea kumwaga damu, hatujazoea vita, hatujazoea mapambano. Lakini jambo la kutulia vile na kuona siku imepita shwari kabisa, watu sasa wameelewa. Sasa watu wameelewa, naweza nikasema wameelewa kutokana na mambo mengi, lakini kubwa ni experience ya tarehe 29 mwezi wa 10, jambo lililotokea, uvunjaji wa mali, rasilimali za watu na vurugu na umwagaji wa damu za watu wasiokuwa na hatia imetokea. Risasi hazina macho, lakini watu wamejifunza. Tumefungiwa ndani wiki nzima, hakuna ibada, hakuna kwenda shule watoto, hakuna viwanda, kimya kabisa. Sasa hiyo ni hasara ambayo watu wamejifunza through experience. Lakini tunashukuru kwamba Watanzania sasa wameelewa kwamba sisi jadi yetu ni amani, ni utulivu. Kwa hiyo tumemaliza vizuri. Mimi nawapongeza, na nadhani nimeanza vibaya. Ningeanza kwa kuwapongeza Watanzania kwa kuelewa na kuonyesha mfano mzuri kabisa. Nadhani ulimwengu mzima umestaajabu sana. Lakini wamejifunza pia kutokana na nyumba za ibada. Nyumba za ibada tumefundisha mambo ya amani, mambo ya utulivu, mambo ya kutii mamlaka. Naona imekuwa ni ajenda kudumu kwenye nyumba zetu za ibada. Imani zote, hakuna imani ambayo inashabikia vitu kama hivyo vilivyotokea 29 Oktoba. Nikija tukiongelea swala la amani ni swala mtambuka. Amani haichagui dini, na tujue kwamba bila amani hata hizi dini zetu tunavyoenda kuabudu hatuwezi kuabudu inavyopaswa. Amani ni kitu ambacho inabidi tukibebe katika mioyo zetu kila siku. Tusivunje amani, tusifanye nini. Na vile vile ukiangalia kihistoria, tumekuwa na amani tangu enzi hizo. Mimi tangu nikiwa mdogo mpaka nimesoma mpaka nimemaliza vyuo, hatujawahi kupambana na kitu kama hiki chotokea tarehe 29. Na hiyo amani ndio imetufanya tukapiga hatua mpaka hali tulionao mpaka sasa. Kwa hiyo tunahimiza vijana, jamani, tujitahidi tutunze hii amani. Bila amani hawezi kufanya kitu chochote cha maana. Kwa hiyo amani ni kitu ambacho inabidi tukikazanie sana. Tusirubuniwe na labda vyombo vya kwenye mitandao nini, kwamba labda tukifanya hivi tutafanikiwa na nini na nini. Hakuna. Huwezi kuvunja amani kufanikiwa kwa kitu chochote kile. Kitu cha kwanza kabisa kwenye shughuli zetu ni amani. Ndio kitu cha kwanza kabisa. Kwa amani tuibebe, tuishikilie. Yani amani iwe kwenye hata maombi yetu ya kila siku.
tunaomba amani. Amani ya nchi hii ni tunu, kama viongozi waasisi walivyotuachia kwamba ni alama, ni tunu katika Tanzania. Niseme tu msingi wa amani ya nchi yetu umetoka mbali, umeanzia mbali, umeanzia kwenye madhira ya kikoloni kwa kizazi chetu au kwa wazee wetu. Ukichukulia wazee wetu waliokuwa wakinyanyaswa na wakoloni kipindi kile, wananyanyasika, wananyanyaswa, wanapigwa, lakini baadaye taifa likaja likaingia mwaka 1947 tukaingia kwenye mfumo wa za binadamu. Kifungu cha 77 na 76 kikaridhiwa kwa kupata uhuru wa nchi hii kwa makubaliano ya amani pasipo kumwaga amani katika nchi hii. Wazee wale waliona mbali, kwa nini tumwage damu? Ndio maana tukaingia makubaliano hayo ya kupata amani nchi yetu, na mpaka ilipofikia mwaka 1961 tulipopata uhuru, wazee hawa walitengeneza amani ambayo leo sisi vijana na vizazi vyetu tukijiangalia, miaka 64 ya uhuru, kutoka 61 mpaka leo ni miaka 64, ilijengwa na wazee wa nyuma. Sisi tumeingia kwenye bwawa ambalo tunaogelea na kuimba amani, lakini hatukujua kwamba amani ilitengenezwaje, na sasa tuna wajibu wa kulinda amani ile. Lakini na amani ile ilitengenezwa kwa misingi ya kuheshimiana, ya kuthaminiana, utu. Kwa kweli ninavyoona yani napenda amani, na shauri wananchi wengine tuwe na amani, kwa sababu hali ya utulivu sasa hivi ndo nzuri, kwa sababu bila kutoka hujapata chochote. Tunavyokaa ndani, yani wengine tuna familia, inabidi tutoke ndo watoto wapate kula. Kwa hiyo hii amani ndo nzuri, kwa sababu kila kitu ni amani. Watanzania na washauri tuendelee kuwa na amani hivyo hivyo, so kama tulivyo kipindi kilichopita. Amani ya sasa hivi ndo amani nzuri, hali ya utulivu ndo nzuri, kwa ni amani. Kutoka jijini Mwanza katika darasa mseto, jina langu ni Henry Kavirondo. Sina la ziada na kurejesha jijini Dar es Salaam kwake Esther Amandus Zelamula kuendelea na kipindi hiki. Shukrani sana Henry Kavirondo kutoka huko jijini Mwanza. Mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba yote ambayo yamezungumzwa na vijana umeyasikia, na tumeshuhudia namna gani vijana wamekuwa na mwamko mkubwa katika kuzungumzia amani ya nchi yao. Imani yangu kwamba na vijana wengine mnajifunza pia kutoka kwa vijana wengine ambao wamezungumza hapa, na ni kwa namna gani mtashiriki moja kwa moja katika kulinda amani ya nchi. Na ni kukumbushe tu kwamba mtazamaji, katika kipindi cha leo tumezungumzia umuhimu wa vijana katika kulinda amani ya nchi, na ni namna gani vijana wamezungumzia mtazamo wao kuhusiana na ulinzi wa amani, lakini matarajio yao kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, bila kumsahau Henry Kavirondo aliyeko kule jijini Mwanza, pamoja na fundi mitambo Kudra Kitali, mimi ni Esther Amandus Zelamula. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Hii ni Darasa Mseto. Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV.